Habari yako mtazamaji wetu wa Commercial TV Online. Karibu tena katika kipindi chetu hichi. Tulipoishia ndipo tunapoendelea. Nilipata baadhi ya maoni ya watu walinipigia simu na wakanieleza nieleze vizuri kuhusiana na ishu ya uongozi mzima wa Iran, namna ambavyo Iran inaongozwa. Kwamba inaongozwa katika system ya namna gani. Watu wengi bado wamekuwa wanashindwa kuelewa, lakini tutawafafanulia kwa sababu hapa ndio visima vya kuelewesha. Kwa ufupi ni kwamba tunapoizungumzia Iran mpaka sasa, yenyewe inaongozwa na kiongozi mkuu ambaye anaitwa Rahbari kwa Kiarabu. Ni kwamba Rahbari ndio kiongozi mkuu anayeiongoza nchi ya Irani. Na toka Irani ilipofanya mapinduzi ya kuwa katika mfumo wa kidini, imetoa viongozi wawili tu wakuu, ambaye kiongozi wa kwanza alikuwa anaitwa Ruhollah Khomeini. Kiongozi wa pili ndo huyu wa sasa hivi ambaye anaitwa Ali Khamenei. Ni viongozi wawili tu wakuu. Ingawa Iran kama Iran sio kwamba labda haina marais, hapana. Marais washapita wengi sana, washapita kama 9 mpaka sasa, ambaye ukija kumwangalia huyu wa sasa hivi anaitwa Ibrahim Rais. Manake sio kwamba haina marais, lakini tunapomzungumza rais ndani ya nchi, yeye anakuwa hana sauti zaidi ya kutoa yani tuseme kuwa na mamlaka ya kufanya maamuzi makubwa. Kwa hiyo tunapomzungumzia kiongozi wa kidini ambaye anaitwa Ayatollah, ndo anaweza kufanya maamuzi makubwa aidha ndani mpaka nje ya nchi. Lakini tunapomzungumzia rais wa nchi, yeye anakuwa ni mwakilishi wa wananchi tu. Sasa nahitaji ufahamu historia fupi kuhusiana na namna ambavyo uongozi wa kidini ulikuja, kwamba ulikuja katika mfumo gani. Hapo awali nilieleza katika kipindi kilichopita, nimeamua kurudi kwa haraka kwa sababu ya maoni ya watu. Ni kwamba hapo awali nchi ya Iran ilikuwa inaongozwa katika mfumo wa kifalme, ambapo mfalme wa miaka hiyo alikuwa anaitwa Mohammad Reza Pahlavi. Alianza kuongoza Iran mwaka 1941 mpaka mwaka 1979. Pale alipopinduliwa, kwa sababu alipinduliwa mwaka 1979. Baada ya kupinduliwa akawa amekimbilia Misri. Kwenda Misri, alifariki mnamo mwaka 1980 kwa ugonjwa wa kansa. Na uongozi huu wa Mohammad Reza Pahlavi ni kwamba yeye aliachiwa na baba yake, kwa sababu ulikuwa ni uongozi wa kifalme. Baba yake alikuwa anaitwa Reza Shah Pahlavi. Sasa tuachane nao kwanza, tuje tudili na hawa viongozi wawili wakuu wa nchi, ambaye mmoja wapo ndo huyu anaitwa Ayatollah Ruhollah Khomeini. Huyu ndo kiongozi wa kwanza wa masuala ya kidini hapo Iran. Ilikuwa kwaje? Kwanza, Ruhollah amezaliwa mnamo mwaka 1902 na kufariki mnamo mwaka 1979. Mwaka 1989. Ndio kipindi ambacho huyu mwamba amefariki. Alifanya mapinduzi makubwa sana ya kidini. Kwa kipindi hicho yeye ni mzaliwa wa Irani kama kawaida, lakini pia makuzi yake alienda uhamishoni Ufaransa, Paris, akaishi kwa kipindi kadhaa, ingawa alikuwa na utaratibu wa chini chini wa kuhakikisha kwamba nchi ya Irani anaifanya mapinduzi ili kuwa nchi ya kidini. Kwa wakati huo naye alikuwa na maspai wake ambao wanatengeneza mipango kuhakikisha kwamba hii nchi tunaweza tukaipindua vipi, kwa sababu kumpindua kiongozi ambaye ameongoza nchi kwa muda mrefu, maana yake anajua mbinu zote za kiuongozi. Kwa hiyo vipi ambavyo tunaweza tukamwangusha. Baada ya kurudi Irani tarehe 1 Februari mwaka 1979 ndipo mapinduzi yalipofanyika. Mapinduzi ya Kiislamu yalipofanyika, ambapo system yao waliita Vilayat Faqih. Vilayat Faqih yani kwamba ni uongozi wa kidini, uongozi wa kiroho, tutumie kauli hiyo. Kwa hiyo nchi hiyo ikawa inaongozwa sasa katika system hiyo, na waliokuwa wakiongoza kama nilivyokuambia ni Ayatollah. Maana ndio huyo alioingia alikuwa ni Ayatollah. Sasa Ayatollah sio jina lake halisi. Ayatollah ni mtu ambaye anajua sana aya za Mwenyezi Mungu. Tuseme ni mwanafiki mzuri sana wa masuala ya kidini. Ni mtu ambaye anajua sana masuala ya kidini na amenyooka katika misingi ya kidini. Kwa huyu bwana katika historia yake alikuwa amenyooka sana. Kipindi ambacho amefanya mapinduzi, wako watu kadhaa alioshirikiana nao,
mojawapo akiwa ni Ali Khamenei, ambaye ndio huyu wa sasa paswa kichwa kwa wana wa Israel. Wanawaza namna gani ya kuweza kumpindua. Sasa Khomeini baada ya kuchukua uongozi aliendesha vizuri sana katika system za kijeshi, katika system za kijasusi, namna nzuri sana kuhakikisha kwamba nchi yake haipati misukosuko yoyote ambayo inaweza ikawafanya raia wake wakapata changamoto. Ilienda baada ya kuwa amemwamini sana Khamenei, ilibidi ampe uongozi wa kuwa rais, wa kuwa waziri wa masuala ya ulinzi Iran, na kipindi hicho ilikuwa ni mwaka 1980 ndio waziri wa ulinzi alipewa huyu Khamenei. Baada ya hapo akampandisha katika nafasi ya juu mnamo mwaka 1981 ambapo Khamenei alikuwa rais wa nchi ya Iran. Khomeini aliendelea kuiongoza nchi mpaka pale umauti ulipomfika mnamo mwaka 1989 ndipo alipofariki dunia. Baada ya mwaka 1989 kufariki dunia, ndipo pale Ali Khamenei alipochaguliwa rasmi na hawa maayatola, kwa sababu kama nilivyokuambia ni kwamba maayatola ni watu wa misingi ya kidini. Sasa katika kabineti yao kuna wajumbe 88 ambao wenyewe ndio wana mamlaka ya kumweka ayatola. Sasa baada ya hapo kamati ikakaa na kujadili kwamba nani ambaye anaweza kaongoza nchi kwa kipindi hichi ambacho nchi kwa namna moja au nyingine kuna baadhi ya misukosuko inawasumbua, hasa wa Israel pamoja na wa Marekani. Sasa baada ya hapo ikabidi wamweke Khamenei, Ali Khamenei, kwa ajili ya kuongoza kuwa kiongozi mkuu wa nchi. Ndipo hapo mwaka 1989 yeye ndo aliposhika nchi mpaka sasa. Yeye ana mamlaka ya juu sana, ana uwezo wa kumtoa hata rais katika nafasi yake endapo atakapoona rais haendi katika misingi sahihi inayotakiwa. Ukiangalia katika system nzima ya ayatola wa kwanza ambaye alikuwa ni Ruhollah Khomeini, kwamba aliongoza ile nchi ya Iran katika mifumo ya kidini halisi, lakini ukiangalia katika uongozi vizuri wa Khamenei ni kwamba umeingia kidogo katika mfumo wa system ya siasa. Ndio maana hata ndugu zake na Khomeini huwa wanasema kwamba huyu bwana amekuja ameharibu kabisa system aliyokuja nayo Khomeini, Ruhollah Khomeini, sababu yeye amekuwa amedili sana masuala ya kisiasa. Sasa hiyo sio kesi sana, tuachane sana na masuala ya ndugu zao. Tutaka kwanza kumjua huyu shujaa wa kwanza pamoja na huyu shujaa wa pili ambaye ndio viongozi wakuu wa Iran. Tumrejelee na huyu kiongozi mkuu wa pili ambaye ni Khamenei. Yeye ilikuwa kwaje? Kwanza yeye amezaliwa mwaka 1939 huko Iran, lakini pia alikuwa ni mwanaharakati mpambanaji ambaye ilifikia hatua kutokana na ile harakati zake za kuhakikisha kwamba anapambana kwa ajili ya wananchi kupata amani. Nafikiri tunajua kazi za wanaharakati jinsi zilivyo. Ilifikia hatua mpaka mfalme wa miaka hiyo Mohammad Reza Pahlavi alimweka ndani mnamo mwaka 1960. Khamenei alinyea jela, tutumie kauli hiyo. Alikaa jela kwa kipindi fulani na baadaye alitoka akawa amepoa katika ule mfumo wake wa kiharakati. Ingawa kwa baadaye harakati zake zilikuja kuamka zaidi baada sasa ya kushikana sasa na huyu Khomeini. Huyu alikuwa ni mwalimu wake wa siri na wa dhahiri, maanake vitu vingi sana alikuwa akifundishwa na nani? Na Khomeini, huyu Khamenei. Ndio maana mpaka leo anamheshimu sana na anamkubali sana.
huyu Khomeini, Ruhollah Khomeini anakubalika sana na Khamenei. Sasa Khamenei ameongoza uongozi wake mpaka sasa, na kipindi chote cho ambacho anaongoza mpaka sasa wameshapita viongozi wengi sana, yaani nikimaanisha marais, ushapita wengi sana, marais kama 9, lakini yeye bado yupo. Hao viongozi wakubwa wa nchi hao wawili huwa wanaitwa rahbar, yani kiongozi mkuu wa nchi kwa lugha ya Kiarabu. Sasa imeenda mpaka sasa, amejitahidi kuitengeneza vizuri system ya kiulinzi, system ya kiteknolojia. Amejitahidi sana kukadiria uwezo wake kuhakikisha kwamba nchi yake inakuwa strong, nchi ambayo haiumbishwi na nchi yoyote ile. Khamenei kajitahidi kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba mpaka ana kauli yake moja huwa ana tabia kusema kwamba Marekani ni shetani mkuu, alafu Israel ni shetani mdogo. Ndio huwa ana tabia kusema hivyo kwa kauli yake. Sasa kiongozi huyu kwa sasa kuna matarajio kwamba huenda akapata mrithi hivi karibuni. Sasa mrithi mpaka sasa hivi wanasiasa wa kule wanajitahidi, au watu wa kule Irani, wana habari na nini, wanajaribu kuvumisha habari kwamba huenda anaweza akawa ni Ibrahim Raisi ambaye ni rais wa sasa wa Irani, au huenda akawa ni mtoto wake ambaye mtoto wake yuko katika system ya kiulinzi ya babake katika mifumo hiyo ya kidini. Sasa bado mpaka sasa hivi haijafahamika ni nani na nani atakuja kurithi katika kiti hicho cha rahbar. Wacha tusubirie tuangalie wakati utakapofika, lakini hiyo ndio historia fupi nataka nikupe kuhusiana hawa viongozi wakuu wawili ambaye ni huyo Ruhollah Khomeini pamoja na Ali Khamenei. Hao ndio viongozi wakuu wa Iran wawili tu mpaka sasa ambao walikuwa wakiongoza katika mfumo wa kidini. Shukran jazila, mimi nawatakia siku njema. Naomba tuendelee kushirikiana kwa chochote, endelea kusubscribe kama channel yangu. Naomba mzidi kunipa company ili niweze kufika mbali, tupeane madini. Asanteni sana.